السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 10 katika surati al-Infitar. Wa inna alaikum la hafidhin, na hakika juu yenu wapo malaika wanaohifadhi matendo yenu. Kiraman katibin, ambao ni watukufu na wenye kuandika mnavyoyafanya na mnayoyazungumza, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna anachozungumza chochote mtu isipokuwa kuna malaika wawili wanaoandika kheri na shari, na matendo nayo ni hayo. Mwenye kutenda la kheri linaandikwa, na mwenye kutenda tendo la shari vile vile huandikwa. Hawa ni baadhi ya malaika waliowakilishwa na Allah tabaraka wa taala katika kufuatilia nyenendo za binadamu. Wako malaika wengi waliopewa kazi ya kufuatilia mwanadamu katika mambo na matukio mbalimbali. Mmoja wa malaika hao ni hao malaika ambao Allah tabaraka wa taala amewaeleza katika hii surati al-Infitar: wa inna alaikum la hafidhin, na mna nyinyi juu yenu malaika wanaowahifadhi ya matendo yenu na akwali zenu. Kiraman, ambao ni watukufu, katibin, ambao wanaandika. Hao ni aina moja ya malaika ambao wamewakilishwa kwa mwanadamu. Lakini wako malaika wengine ambao Allah tabaraka wa taala amewawakilisha kwa mwanadamu kwa ajili ya kumuhifadhi yeye mwanadamu mwenyewe na akhbari mukhtalifa, mambo ya hatari mbalimbali. Wanakuwa wako mbele ya mwanadamu na wanakuwa nyuma ya mwanadamu. Allah tabaraka wa taala katika surati Ar-Ra'd anasema: lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Yeye mwanadamu ana malaika ambao wanamhifadhi, wana malaika ambao humfuatilia mbele yake na nyuma yake. Yahfadhunahu min amrillah, malaika hao wakati walipewa na Allah ni kumkinga mwanadamu kupitia amri ya Allah tabaraka wa taala. Napokuwa jambo la hatari, malaika wanalizuia, ambalo halipo kwenye kadari ya kupata mwanadamu.
Yale ambayo yako kwenye kadari yanampata mwanadamu, lakini kuna mambo mengi ambayo mwanadamu ilikuwa ala washati wukuu fiha, lakini malaika waliokuwa na Allah wanamkinga kwa amri ya Allah tabaraka wa taala na kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala ilivyokuja. Ama yale ambayo kama ni ajali, kiko kwenye kadari na umri wake kuisha, yanampata mwanadamu. Kwa hiyo Allah anasema katika sampuli nyingine ya malaika, lahu muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Au ni aina pili ya malaika kwa mwanadamu. Wako namna nyingine ya malaika waliowakilishwa na Allah tabaraka wa taala kwa mwanadamu, ni wale malaika ambao Allah anawatuma kwa mwanadamu ghaliban anapotaka kutolewa roho yake. Allah tabaraka wa taala anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Hakika wale ambao husema Mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo kwenye maneno hayo na vitendo vyao, tatanazzalu alayhim malaika, wakati wa kufa kwao huteremkiwa na malaika maalum kwa ajili hiyo. Huteremkiwa na malaika maalum wakati wa kufa kwao, wakiwaambia wale wanaotarajiwa kufa, alla takhafu, msiwe na hofu na huko mwendako msipokujua, wala tahzanu, na wala msihuzunike na hivi mtakaviacha nyuma duniani. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi tutakuwa rafiki zenu na wasimamizi wenu katika maisha ya dunia na akhera mwendako. Kwa hiyo wanapewa bishara njema watu wema. Malaika hao ni maalumu kwa kwenda kwa watu wema wanapotolewa roho zao, kuwapa bishara na habari ya furaha, kuwaondolea huzuni na hofu kwa kuogopa kule wanapokwenda, maana ni safari ambayo haijui kule wanapokwenda. Wanaletwa malaika au ni special kwa ajili ya waumini. Hawa ni aina ya tatu ya malaika kwa mwanadamu. Aina nyingine ya malaika ambao ni muwakkaluna bil ihsan, ni malaika ambao wanatumwa maalumu na Allah tabaraka wa taala mtu anapokuwa kwenye barzakh, mtu anapozikwa kaburini, Allah hupeleka malaika wawili maalum kwa ajili ya kwenda kumtahini yule aliyozikwa pale, ambapo wakifika pale, kama ilivyokuja katika ahadithi sahiha, wana maswali matatu watamuuliza kila mwenye kuzikwa pale: man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maswali matatu haya tu ndio ataulizwa. Ataulizwa ni nani Mola wako, ataulizwa ni nani nabii yako, mtume wako. La tatu ataulizwa ni ipi dini yako. Kwa hiyo mtu ikiwa ni mwema atajibu kwa ufasaha. Mtu akiwa aliishi kitauhidi, kufanya ibada duniani, basi maswali haya yatakuwa ni mepesi sana, hata kama hajui chochote. Allah tabaraka wa taala anasema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Hapa ndipo Allah atawathibitisha wale ambao wameamini. Duniani walikuwa waumini, walikuwa duniani wakifanya ibada, wakitenda kheri. Allah huwapa tathbiti ya kujibu, Allah huwapa talqini ya kujibu
yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thani, kwa kauli iliyokuwa sawa. Man rabbuka, mtu atasema rabbi Allah, tathbit min Allah. Wa man nabiyuka, nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tathbit min Allah. Wa ma dinuka, al-islamu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi alhayati dunya, alipokuwa duniani alikuwa tathbiti na Allah, kwa sababu alikuwa mkosi kwenye ibada, mkosi kwenye kheri, tathbiti hiyo duniani, na akhera kule barzakh akiwa tathbiti na Allah vile vile ya kujibu kwa ufasaha. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, lakini washirikina wote Allah atawaacha wakose, hawatakuwa tathbiti pale kaburini. Mtu amekufa hali ya kuwa mshirikina, mtu amekufa hali ya kuwa ni kafiri, mtu amekufa hali ya kuwa ni murtakib kabair wala yatub. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, Allah atawaacha wapotee kujibu watu washirikina, watu mabali. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah hufanya bila alivyotaka. Ndio maana wale wema anawapa tathbiti ya kujibu katika kaburi, na wale waovu anawaacha washike kujibu. Jitu hovu, jitu shirikina, utakapoulizwa man rabbuka, tutasema man rabbuka, pigwa. Kwa sababu gani? Limekosa tathbiti min Allah, kama alivyoiacha kuitafuta tathbiti min Allah alipokuwa duniani. Kwa sababu mtu anapokuwa kwenye ibada duniani kabla ya kufa kwake, maana yake anatafuta msaada na tathbiti kwa Allah. Kwa hiyo anapokufa katika ibada na tauhidi, anapofika katika mikono ya Allah tabaraka wa taala, anakuwa ni mgeni wa Allah, nuzulan min ghafurir rahim, hali ya kuwa ni makaribisho hayo kutoka kwa yule mrehemevu sana na msamehevu sana. Makaribisho yale mtu anapewa na Allah, maandalizi yale mtu anapewa na Allah, kuanzia kaburini mpaka peponi, au kuanzia kaburini mpaka motoni. Allah tuepushe na moto. Au ni aina ngapi ya malaika waliwakilishwa kwa mwanadamu? Wa aina ngapi? Kundi la ngapi? Masindia. Kundi la kwanza tuseme malaika wa aina gani? Kiraman katibin, ambao ndio tuko kwenye aya zake hapa. Kundi la pili malaika wa mwanadamu wanaohifadhi na hatari mbalimbali, lahu muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Watatu, kundi la tatu malaika wanaoletwa kwa waumini kuwapa bishara wakati wa kutolewa roho. Asante, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim malaika. Kundi la nne malaika kwa mwanadamu fi barzakh, munkar wa nakir, ambao hawa ni maalum kumulika na kumfanyia mtihani mwanadamu. Kwa hiyo kuna wakala mkubwa wa malaika katika maisha ya mwanadamu, kuanzia kwake duniani mpaka kufika kwake kwenye maisha barzakh, lakini hatuwaoni. Lakini kuna malaika waliokuwa mbele, waliokuwa nyuma yetu, waliokuwa kuliani kwetu, waliokuwa kushoto kwetu, lakini jinsia na maumbile yaliyoumbwa ya mwanadamu na malaika ni tofauti. Khalaqa al-insana min salsalin kalfakhar, ni salsali kalfakhar, wa khalaqa al-janna min marijin min nar. Na ukiangalia malaika naye yeye ameumbwa kwa nuru. Malaika yeye ameumbwa kwa nuru. Kwa hiyo sisi hatuna nguvu ya macho ya kuona nuru hiyo aliyotiwa malaika. Kwa hiyo Allah anasema wa inna alaykum lahafidhin, hakika nao juu yenu malaika wanaohifadhi, ay hafidhatun yadhbituna a'malakum
wanahifadhi na kudhibiti matendo yenu, wayuraqibuna tasarrufatikum, na wanazifuatilia na kuzichunga zile harakati zenu zote unazozifanya. Qala al-Qurtubi rahimahullah, ay alaykum ruqaba min al-malaika, na wakuwalinda na kuwafuatilia katika malaika. Msione uko peke yako uonekana, unao malaika chungu mzima wanafuatilia hayo. Kiraman katibin, ni wenye heshima kwa Allah, ni watukufu hao. Katibin, na ni wenye kuandika, yaktubuna aqwalakum wa amalakum, na wanaziandika kauli zenu na matendo yenu. Kiraman jamu karim, katibin jamu katib. Naam. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale ambayo mnayatenda, yote ambayo yanatoka kwenu katika vitendo na aqwal, min khairi wa sharri, iwe ni khairi iwe ni shari. Ya'lamunahu wa yusajjilunahu fi sahaifi a'malikum, wanayajua vizuri na wanayasajili na kuyaandika katika madaftari ya matendo yenu. Litujazu bihi yauma alqiyama, lengo la kuandika malaika hawa ili ipate kudalipwa ukamilifu siku ya Kiyama. Hakuna faida kuandikwa kuambiwa malaika wanaandika, maana yake ni tambihi, uwe na tahadhari ya kila unachotaka kukisema na unataka kukifanya, ukijua kwamba kinaandikwa hicho kwa ajili ya kwenda kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini mwanadamu yote haya aliwekewa na Allah pia atamdabisha na kuleta ukaidi. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, mwanadamu kawaida yake ni kupinga. Hata mbele ya Allah malaika watapeleka daftari za matendo, lakini baadhi ya wanadamu watapinga, kusema hapana, sio mimi nilotenda hilo, sio mimi nilofanya hilo, hapo malaika wangu wameandika. Wewe wakataa kwamba si Yesu, au hapana, labda umeandika za mtu mwingine. Sasa tufanye nini? Tuletwa picha sasa, si wewe hapo ulikuwa kufanya. Allah, hapana, sio mimi huyu, sio wewe huyu. Daftari wasema sio matendo yako, video hiyo wasema sio wewe. Allah anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah itampelekea sasa afunge midomo ya wajadiliwali, wabishwali, midomo itapigwa pili. Alafu Allah atazungumzisha mikono, atazungumzisha na viungo vya mwanadamu, kwamba haya yote yaloletwa, bado wewe unajadili haya. Ngoja tuulize viungo vyako ambavyo ulikuwa ukiishi navyo kwenye harakati zote. Utaulizwa mkono, vipi hili? Nasema mimi nishiriki hili, kuchukua mguu. Utaulizwa huyu, vipi hili? Ukiwa unakataa hivi, mimi nienda kushiriki nikafanya. Vitaulizwa viungo vyote, vitakiri kwamba yale mambo ni kweli amefanya. Ndipo hapo mwanadamu atakaposema, waqalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Mtu ataviambia viungo vyake, imekuwaje mpaka watoa ushuhuda kwa mimi si ndio nyinyi, na nyinyi si ndio mimi? Nikiadhibiwa mimi si ndio mwadhibiwa nyinyi? Mkiadhibiwa nyinyi si ndio naadhibiwa mimi? Kwa nini mmetoa ushuhuda? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Watasema hatukuwa na uwezo kutojibu wala kutoa ushuhuda, kwa sababu ametuzungumzisha yule ambaye ana uwezo wa kuzungumzisha chochote. Hatukuwa na hiari ya kukataa au kujibu, ni kujibu, kwa sababu mzani huyo alituzungumzisha hazilingani na mambo ya chochote.
Kwa hiyo mwanadamu sasa atakapotolewa ushuhuda na viungo vyake, Waswahili wanasema ndipo atakapochoka sasa. Atabisha vipi? Pamoja ni akbar shay'i jadala, lakini hapo itakuwa hana hoja yenye mashiko. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua yote mnayoyafanya. Baada ya kuelezea hayo kuhusu malaika ambao ni muwakkaluna bi dhabt a'mali bani adam wa kitabati a'mali bani adam fi sahaibihim, Allah anahama sasa kuwazungumzia watu siku ya Kiyama kwamba watakuwa ni katika makundi makuu mawili, na siku ya Kiyama makundi mawili hayo yatakuwa ni kundi moja la watu wema al-abrar, na kundi la pili litakuwa ni al-fujjar. Na Allah kila kundi akalibainisha kwamba litakuwa katika sehemu gani siku ya Kiyama. Anasema innal abrara la fi naimi, hakika ya watu wema watakuwa katika neema kubwa. Imekuja kwa nakra naimi, ay naimin adhimin wa jamil, watakuwa katika neema kubwa na nyingi, la tuhsa, zisizohesabika. Watu wema, al-abraru jamu ya baru. Ay innal mu'minina alladhina ittaqaw rabbahum fi dunya, maana yake ni waumini ambao walimcha Mola wao mlezi duniani, la bi bahjati wa sururi la yufa, watakuwa katika furaha na upendo usiosifika. Yatanaamuna fi riyadil janna, watafurahia na kuneemeka katika mabustani ya peponi. Bima la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, utakuwa katika mabustani ya peponi katika neema ambazo hakuna jicho liliwahi kuona lolote, wala sikio kusikia lolote, wala moyo kuwaza wowote, hauja kutokea. Yale tunayokuta pale hajapata kuyaona wala kuyasikia. Ni neema kweli ya hali. Si hayo tu, wa hum mukhalladuna fil janna, na wao watakaumo siku zote milele. La inqitaa la maqtu'a la mamnu'ati wala maqtu'a, neema hizo si zenye kuzuiliwa wala zenye kukomeka. Ukishaingizwa kwenye neema ya pepo, basi khuludan wala mauta ba'da. Na mtu akiingizwa kwenye adhabu ya moto, kwa wale waliokufa hajakuwa ni washirikina makafiri, khuluda wala khuruja wala mauta ba'da, hakuna kufa wala kutoka. Ndio ukishaingia huko umeingia. Ni hali nzuri ambazo yatakiwa kila Muislamu ajitahidi na kujipinda kujitengenezea nafasi nzuri kama hiyo ya kuneemeka. Imekuja kwa taukidi karibia mbili kuonyesha la shaka fil abrari dukhulul janna, la shaka, hakuna shaka. Mtu mwema alidumu katika uchamungu, katika ibada, akaipa nyongo ulimwengu na maladhati zake, haina shaka. Ndio maana imekuja kwa taukidi mbili, kaannahu yukhatabu munkiri, kana kwamba wanazungumzishwa wale ambao wanakanusha. Kwa sababu taukidi katika balagha wanasema adhuru taukidi thalatha au adhuru alkalam thalatha. Kuna namna tatu ya maneno ya mazungumzo. Kuna mazungumzo ambayo inakuwa ni ibtidai, hii unapozungumza utili taukidi,
utii msisitizo jumla yako na sentensi yako. Mfano, ukamwambia mtu jaa al-ustadh, maneno haya yanaondokana na msisitizo, amekuja mwalimu, amekuja ustadh. Lakini hatua ya pili yategemea unamzungumzia ni nani. Huyu wa kwanza alikuwa ni Khalid bihi, hajui chochote kuja au kuja mwalimu, unamwambia jaa al-ustadh, amekuja ustadh Khalid bihi. Lakini mtu ambaye yataraddad, anashakashaka kwamba amekuja au hakuja, unapomwambia utaambia inna al-ustadh au kad jaa al-ustadh wa tawkid moja, au inna al-ustadh jaa wa tawkid moja. Mutaraddid, mtu ambaye anakanusha, hataki kabisa, utamtilia tawkidi mbili au zaidi ya mbili. Kama hapa imekuja tawkidi mbili, kuna inna alafu na la pili, kana kwamba wanaopewa kitabu hii ni watu ambao wanapinga kwamba watu wema hawakuingia peponi. Lakini si maana hiyo, ni Allah mwenyewe ameifanyia msisitizo sentensi hii kuonyesha kwamba watu wema hawakuwa na sehemu zaidi katika mabustani na neema iliyokuwa kubwa. Ametilia msisitizo sentensi hii kwa kutilia muakidaini, taukidi mbili, kuonyesha kwamba halina shaka jambo hili, atakayekufa ni mwema, atakayekufa ni mcha Mungu, basi la maala lahu illa maalahu fil janna, mahala pake patakuwa ni peponi. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Wa innal fujjara la fi jahim. Al-fujjar jamu fajir, wa huwa man yartakibu al-maasi wadh-dhunub. Allah anasema wa innal fujjara, na hakika ya watu waovu, min al-kafarati wal-fujjari alladhina asaw rabbahum fi dunya, ambao walimwasi Mola wao duniani, la fi jahimi, watakuwa katika moto mkali, wa adhabi daimi, na adhabu ya milele. Allah tuepushe na hayo. Yaslaunaha yauma ddin, watauingia moto huo siku ya malipo. Wa innal fujjara, na hakika ya watu waovu, la fi jahimi, watakuwa katika moto mkali. Yaslaunaha, ambao watauingia moto huo, yauma ddini, katika siku ya malipo, ambayo siku hiyo walikuwa wakikadirisha walipokuwa katika ulimwengu, wakiambiwa jamani, mswali basi. Swali ni nyinyi, swali ni nyinyi. Mimi ukiniona naingia peponi toe, au mkenda choma wewe waumia nini? Sina choma mimi. Inna lillahi. Yapo maneno, sio kwamba tunazungumza tu, wako waliovuka mipaka mpaka wanapolinganiwa jambo la kheri istiza, nenda wewe peponi, mimi niache nende motoni. Lakini siku hiyo Allah anasema yauma ya'addu dhalim, siku ambayo mtu dhalim atakapouma kidole chake na akajuta, kwa nini hakumsikiliza fulani na alimsikiliza fulani. Wayaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana al-insanu. Na mwanadamu mara nyingi anakuwa yeye mwovu, wa kana shaitanu lilinsani khadhula. Shaitani siku zote yeye kwa mwanadamu anakuwa anamwacha bila nusura pale anapoingia katika mikono ya Allah tabaraka wa taala, anamwacha. Duniani alifanya rafiki shaitani, ndio pale anakuambiwa wewe swali, kaswali wewe ingie peponi, mimi niache niingie motoni. Maana yake pale rafiki yake amefanya nani? Amefanya shaitani. Lakini siku ya Kiyama atakapoona yale yakadirisha yako mbele ya macho yake,
shetani akakaa pembeni, wala hatakuwa na msaada chochote kwa mwanadamu huyu. Kwa hiyo yaliyosemwa na mitume yapo, yaliyohubiriwa na vitabu yapo kweli, yanayosimuliwa na mashehe kwenye madarasa, mihadharati na khutba ni ya kweli, wala hakuna uongo. Lakini wewe chukulia hivi, si wasema ni uongo haya yanasema, waqalu asatirul awwalin iktatabaha, si ndivyo? Kwamba nyingano za kale Muhammad alifunga, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna adhabu ya kabri, hakuna maisha ya barzakh wala ya akhera. Wasema ni uongo. Kwa nini usifanye kama ni uongo? Utapungukiwa na kitu ukienda kuta ni uongo, si ni uongo? Fanya ili ukienda kuta ni uongo, kile ukiwa na kitu. Lakini wasema ni uongo, alafu enda kuta huko kwamba ni ya kweli, wafanyaje? Sitakuwa ni kazi kubwa, kwa sababu utakuwa tena na fursa ya kurekebisha mwenendo wako, kwamba mimi nilijua watu wadanganya, kumbe ni kweli, naomba nipewe siku mbili nitajirekebisha. Hakuna hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, yanayozungumzwa ni ya kweli, ni ya kweli, na watu watakwenda juta, watu watakwenda juta. Yaslaunaha yauma ddin, watauingia moto huo siku ya malipo, ambayo Allah ameisifu siku hiyo, yauma la yanfau malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku hiyo hawatafaiwa na mali zake wala watoto wake, haitofaa isipokuwa yule ambaye atamjia Allah akiwa na moyo wenye tauhidi, moyo ulioishi na tauhidi bila kumshirikisha Allah, moyo uliokuwa salama na salima min al-amrad ash-shubuhat wal-amrad al-mu'diya, na maradhi ya kuambukiza katika madhambi. Mtu huyo atakuwa amesalimika kabisa, ndio yule ambaye atakuja siku hiyo akiwa na hali njema. Lakini mwingine yote ambaye amekuja na shubuhati, amekuja vile vile na mambo ya khirafati, bidaati, huyu siku hiyo itakuwa ni ngumu kwake. Siku hii Allah amesifu, yauma la yanfau malun wala illa man ata Allah biqalbin salim. Lakini vile vile Allah akaisifu siku hii akasema, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Iogopeni sana siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Iogopeni siku hiyo. Tumeona yaslaunaha yawma ddin, watauingia moto huo siku ya malipo. Ni siku ipi? Ni siku ile Allah alikuhabarisha akatwambia, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah. Iogopeni siku hiyo ambayo mtarejeshwa kwa Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, na kila nafsi italipwa ilichokichuma na ilichokifanya, wa hum la yuzlamun, na wao hawatodhulumiwa chochote. In khaira fa khair wa in sharra fa shar. Ikiwa kheri umeitanguliza kwa nafsi yako, utaikuta. Ikiwa ni shari, siku nzito. Kwa hiyo siku hilo ndio watu wale waovu al-fujjar yaslaunaha, siku hiyo ambao wataingia huko, maana watapewa malipo yao wataingia kwenye moto. Allah amepanda. Wama adraka ma yawmuddin, ni jambo gani likujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo? Yaslaunaha yawma ddin,
wama hum anha bighaibin. Ndipo hapo wama hum anha bighaibin, na wala wao hawatakuwa ni wenye kuepukana na moto huu siku hiyo. Imekuja kwa ma nafia ijazia, nafia alhijazia, ma ambao wanasema hum ni dhamiru munfasilun mabniyun ala dhamm fi mahali raf'i ismu ma, kwa sababu ma hijazia yafanya kazi ya nini? Ya kana, yarfa'u al-ism wa yansibu al-khabar, kama unavyoona kana. Walmimu alamatu jam'u dhukur wa ma hum, hiyo ndio ismu ma al-hijazia. Tumeelewana? Anha ni jari wa majrur bighaibi albabu hafujar zaid, hafujar zaid bighaibi majrur mahalla mansuba hukman wa huwa khabar ma al-hijaziyya wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'an al-kasr li'annahu jamu mudhakkari salim, wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin fi al-ism al-mufrad. Imekuja kwa bau zaida lilibada tawkid, wama hum anha bighaib, na wala wao katu si wenye kuepukana na moto katu, maadamu wamemjia Allah tabaraka wa taala kwa kuwa ni fujjar. Watu wao walikuwa wakipiga chenga maamrisho ya Allah duniani, walikuwa wakijifungamanisha na yale yaliyokatazwa, ndio wanayofanya. Amri za Allah hawazitaki, mpaka ikawapelekea kuingizwa motoni. Allah anasema watakaohukumiwa hivyo, wama hum anha bighaibin, hawataepukana wao katu na moto huo. Wama adraka ma yaumuddin, na lipi linakujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha ni jambo gani linalokujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo. Allah anasema yauma la tamliku nafsun li nafsi shay'a. Zimekuja nakra ngapi hapo? Ismu nakira zimekuja ngapi? Zimekuja ismu nakira 3 na zikitanguliwa na nafsi. Wa nakratun fi siyaqi nafyi yufidu al-umum. Zimekuja 3. Yauma la tamliku nafsun, ambayo ndio fa'ili. Tumeelewana? Fa'ili hiyo na imekuja kwa nakra vile vile. Li nafsi ni nakra nyingine hiyo ya pili, ambayo iko katika sehemu ya maamul. Maana yake yauma la tamliku nafsu nafsan, ilikuwa hiyo, lakini imekuja kwa lamu. Umeelewana? Litaadia, ambayo inafinisha almilk, kwamba hakutokuwa na nafsi yoyote itakayoimiliki nafsi nyingine. Allah anakataa, iwe ni baba, iwe ni mwana, iwe ni mke, iwe ni mume, iwe ni kiongozi, iwe ni raia, kwamba hawa walikuwa ni raia wangu. Allah anaomba hawa, mimi nitatoa chochote ili hawa raia wangu badala ya kwenda motoni waende peponi. Au mzazi kwamba aseme hao wanangu wao tumeishi kwa upendo duniani, pamoja kwamba tulikuwa tufuate amri zako, lakini mimi namiliki leo kwamba nitawalipia hao. Siku hiyo hakuna hicho, mambo hayo ya kidunia.
umeshikwa, umeingizwa lockup, anakuja anakumiliki wewe, ima ni mzazi wako au kiongozi wako au bosi wako, ambaye huyu kafanyaje, huyu kapiga mtu, hatoeni huyu atutoi mpaka mtoe 200,000 hapo, watoa 200,000 na kulipia. Sio huko kila mmoja atabeba jukumu lake, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayebeba dhambi ya mtu mwingine, kila mmoja atabeba jukumu lake. Hiyo ndio siku ambayo Allah ametahadharisha, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsi, siku ambayo kila mmoja atalipwa alichokifanya. Kwa hiyo Allah anasema yauma la tamliku nafsun li nafsin, siku ambayo haitomiliki nafsi kumiliki nafsi nyingine kwa kitu chochote cha aina yoyote, kiwe kikubwa kiwe kidogo, kiwe na thamani kiwe na thamani, kiwe cha pendeza kiwe hakipendezi, hakuna anamiliki mwenzie kwa chochote siku hiyo. Ndio faida ya nakra inapotambuliwa na nafsi, inakataa chochote cha aina yoyote. Ikiwa jambo ni hilo, Allah anamalizia anasema, wal amru yawma idhin lillah. Imekuja kwa alif na lam li istighraqi jins. Wal amru ay fa jami'u al umur, inakuja kwa mufrad, ukiona sio mufrad lakini kwa kuwa imepata na alif na lam inakusudia mambo yote, kwa sababu ya hiyo alif na lam liistighraq, inaingia mambo yote, kama vile Allah alivyosema wal asri innal insana. Al-insan ni mufrad, lakini kwa kuwa imeingiliwa na alif na lam liistighraq yufidu jamii bani adam. Innal insana la fi khusri, wanadamu wote, watu wote wako kwenye hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihati, bikaja istithna, ikawatoa wale walioamini na wale wenye kutenda matendo mema, wakatolewa katika hasara hii. Na hapa ndipo hivyo imekuja kwa ismu mufrad, walakin annahu muhalla bi alif wal lam liifadati al-istighraqi afadat al-umum wal amru yawma idhin, na mambo yote siku hiyo yatakuwa ya Allah, yatamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kwenda peponi, Allah ndio atakumiliki kwamba wale wenye peponi. Watu kuingia motoni, Allah ndio itakuwa miliki yake ya kutamka yeye kwamba wale wenye motoni. Hakuna atakayemiliki mwenziwe siku hiyo, sote tutakuwa ni miliki ya Allah kama ilivyokuwa kawaida. Suratul Infitar hapa ndio imefikia mwisho, ikiwa leo tumehitimisha aya ya 19, na alhamdulillah ilivyoanza na ukali na imemalizia na ukali wake. Imeanza kuzungumzia kiyama na imemalizika kuzungumzia kiyama tu. Imezungumzia alama za kiyama na imefikia kwenye malipo siku ya kiyama. Kwa hiyo mashaallah, munasaba leo katika sura hii, mwanzo wake na mwisho wake umeenda wazi kabisa. Kikubwa ni kumwomba Allah tabaraka wa taala atupe hima ya kufanya yaliyokuwa mema, ili ukabiliane kwa wepesi na siku hiyo ya kiyama, siku ambayo haitakuwa na ujanja, hata ujanja. Ulichofanya ndicho utacholipwa, ulicholima ndicho utachovuna. Huwezi ukapanda bangi kwa kuna mahindi, ukipanda bangi utavuna bangi, panda mahindi utavuna mahindi. Kwa hiyo tujiandaeni na siku nzito hiyo, ili tusiwe katika wale watakaopata hasara. Inafuata ni surati Al-Mutaffifin, nayo ina mambo mengi ya kuzungumza. Tumwombe Allah tabaraka wa taala katika uhai inshallah mpaka wiki ijayo, kwa taufiki yake tutakuja elimishana. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.